Asante sana katibu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi tumechelewa. Tulipata tatizo la pancha ya tairi kwenye gari, na kijana wangu alipokuwa anajaribu kuirekebisha, jeki ya kupandisha gari ikavunjika. Kwa hiyo tumeshafikiri kwamba haiwezekani kuitengeneza, maana gari imeshuka, huwezi kuipandisha ili ubadilishe tairi. Lakini tunamshukuru Mungu, wamefanikiwa kuipandisha. Sio wamepandisha kwa mikono au wamefanyaje, lakini wamefunga. Na wasalimu tena kwa jina la Bwana Yesu. Tuko wachache sana. Kwa nini sisi tulio wachache tusichukue nafasi za mbele kabisa? Na wakati Gideon alienda kufanya vita na adui wa Bwana, na askari walioonekana wako tayari walikuwa wachache sana. Pengine tungetangaza semina ya jinsi ya kufanikiwa, wangekuwa kanisa zima. Lakini hii ndio jinsi ya kufanikiwa, kumtii Bwana. Bwana wetu Yesu apewe sifa nyingi. Hebu tukaombe. Baba yetu, Mungu wetu, tunalibariki na kulitukuza sana jina lako kuu. Asante kwa kuwa umetujalia kukutana hapa kwa jina la Bwana Yesu na kusikia kutoka kwako na pia kutoka kuifanya kazi yako. Tunakuomba katika haya ambayo Bwana umetujalia, tujalie mioyo ya kusikia, ya kuelewa, na tubariki katika kwenda kwetu kulipeleka neno lako katika jina lake Mwokozi Yesu. Amen. Somo letu, wito mzito wa uvuvi wa mioyo. Wito mzito wa uvuvi wa mioyo. Na neno kuu kama tulivyojifunza jana ni ukweli huu kwamba uvuvi wa mioyo ni wajibu wenye umuhimu mzito uliowekwa mabegani mwa kila muamini, na kutokuutimiza wajibu huo kuna matokeo ya kuokoka au kupotea kwa muhusika. Wale tunawapelekea na sisi wenyewe tunawapelekea wakiupuuza, wasipotii, kuna kupotea. Alisema, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, na matokeo ni haya: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini. Kwa hiyo lazima kuwepo na matokeo, ama ya kuokoka au kupotea. Huu ni ujumbe mzito kuliko jumbe zozote unazoweza kuzifahamu, na ujumbe huu ni wa mbinguni kutoka kwa Mungu, na umewekwa, wajibu wa kuupeleka kwa watu umewekwa mabegani mwetu. Na kwa kuwa kama tulivyojifunza jana, Mungu ametukabidhi injili ambayo ndio pekee yenye uweza wa kuokoa, basi tusipowaambia watapotea milele, na sisi tutawajibika mbele za Mungu kwa kutokuwaambia, kwa kuwa ndio dawa ya kuwaponya pekee. Hakuna jinsi nyingine. Injili hii, habari hii ndio pekee inaokoa, na tumepewa sisi tuwape wao. Tusipowapa tumewaua. Watakufa, lakini damu yao itadaiwa mikononi mwetu. Tulijifunza, si ndio? Mungu anasema, nimwambie hapo mtu mbaya aache njia yake mbaya, atubu. Usipomwambia atakufa huyo katika dhambi yake, maana atapotea. Kufa kuna kusema pale sio kufa mwili, ni kufa roho. Ndio maana anasema kwenye Ezekiel sura ya 18 pale, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho hufa, na kufa roho maana yake ni kutengwa na Mungu milele kwenye kuzimu kama kifungo cha wakati huu, na hatimaye jehanamu ya moto, gereza la milele. Hili ni jambo kubwa na zito kuliko mambo yote. Hakuna kitu mtu anaweza kupata duniani chenye thamani ya kuokoka. Mtu duniani hata akipata kitu gani, hata akiwa rais wa nchi gani, taifa kubwa, akawa maarufu na uwezo mwingi na tajiri sana, lakini kama roho yake amepotea,
huyo ana hasara, kwa sababu maisha ni ya kitambo kifupi, na maisha kwa mujibu wa Biblia, maana hasa ya maisha ni kipindi cha maandalizi ya hali yetu ya milele. Ndio hasa maana ya maisha. Tulisema mara nyingi, duniani ni nursery garden, mahali ambapo pana kitalu cha kuotesha miti tu, ikishafika mahali fulani itolewe ikapelekwa kwenye shamba la kudumu. Sisi hapa tumepewa nafasi ya kutengenezwa kabla ya kuhamishiwa ama mbinguni au jehanamu ya moto. Kwa sababu hili ni jambo la muhimu mno, na tulisema ni muhimu kujua kwamba kila mwanadamu amepotea. Maandiko yanasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, isipokuwa vile vichanga mpaka kufika umri wa ujuzi wa mema na mabaya. Hapo wana free ticket, dhabihu ya Yesu inawapeleka mbinguni. Lakini baada ya hapo kila mmoja amepotea, ametenda dhambi, na kwa dhambi hiyo amekufa. Maandiko yanasema kwa dhambi hiyo iliyoingia duniani tumepata mauti, maana wote tumetenda dhambi. Na nini matokeo ya dhambi? Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Na unajua tunaposema haya mara kwa mara, hayo ndio yatupasayo pia kuwaambia watu. Mtu hawezi kuokoka bila kuelewa anaokoka kutoka kwenye nini. Tutazungumza katika siku hizi hapa. Na kwa kuwa mauti ya pili ndiyo hasa matokeo ya dhambi, tungeishia hapo, tungesema wanadamu wote wanatakiwa kwenda motoni, maana ndio uhalisia. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu wakati ambapo mshahara wa dhambi ni mauti, Mungu anayo zawadi, karama. Anasema karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Karama pale maana yake zawadi. Na inapoitwa zawadi ni kwa sababu mtu haifanyii kazi. Tuko pamoja? Uzima huu wa milele mtu hautendei kazi, haupati kwa kufanya mambo fulani fulani, kwa matendo mema. Matendo mema ni ya muhimu, lakini si ya kukuokoa. Uzima huu tunaupata kwa njia pekee ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini tunajifunza ukweli pia kwamba huku kupotea ni halisi. Kuzimu ni mahali halisi wanakoenda watu kila siku. Jehanamu ya moto ni mahali halisi wanakokwenda watu kila siku. Tuliona katika Ezekiel watu wanaoelezewa, yani jamii nzima za watu, mataifa kabisa ambayo yako huko. Hivi tunavyoongea sasa, vizazi na vizazi na vizazi viko huko. Tuko pamoja? Yani ungewaleta duniani wale watu waliokwisha kwenda kuzimu, dunia ingekuwa hakuna mahali pa kuweka mguu, maana ni wengi sana. Wako kwenye dunia hii chini katika moyo wa nchi. Maandiko yanasema wana kilio na kusaga meno. Sasa na hii ndugu zangu ndio inaifanya uokovu uwe mkuu sana. Tulisema wakati mwingine ya kwamba kinachofanya uokovu uwe mkuu sana ni mambo mawili. Jambo la kwanza, tunaokoka kutoka wapi? Mungu anatutoa kwenye mauti kuu mno, kupotea kwa milele, kuwepo jehanamu ya moto kwa milele. Unajua mtu akikuokoa kwenye hatari ndogo, ule ni uokovu. Lakini akikutoa kwenye hatari kubwa sana, huo ni uokovu mkuu. Tuko pamoja? Lakini kitu cha pili kinachoonyesha ukubwa wa huu uokovu ni dhabihu iliyotumika kututoa huko. Unajua unasema hiki kitu ni cha thamani kwa sababu umenunua hela nyingi, si ndio? Sasa kilichotununua ndugu zangu, Petro anasema hatukununuliwa kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya mwana kondoo asiye na ila. Yani kitendo cha Mungu mwenyewe, wala sio mtu. Unajua watu tunasema kwa mfano kule Marekani juzi waliadhimisha miaka 200 sio na ngapi ya uhuru. Na kila wakiadhimisha uhuru wao wanakumbuka mashujaa wao waliokufa kwa ajili ya kupigania uhuru huo. Na taifa lolote, watu wanaokwenda kwa mfano vitani wakapigana na wakashinda vita kwa ajili ya kupigania nchi yao, wanaitwa nani? Mashujaa. Na wanatukumbusha thamani ya uhuru wa nchi hiyo, kwamba tumeupata kwa damu ya wengine, kwa uhai wa wengine. Sasa aliyetununua si mwanadamu,
Yaani sio mtu kama sisi wa kawaida, alifanywa mwanadamu, lakini yeye ni Mungu katika nini? Katika mwili. Dhabihu ile haiwezi kupimwa. Inaonyesha jinsi ambavyo wewe na mimi tu wa thamani sana, na wokovu ni wa thamani sana kwa sababu ya thamani ya aliyetununua. Kwa sababu ya uthamani huo, ndugu zangu, kwa sababu ya ukubwa wa wokovu huo, sisi waamini tukipuuza kushuhudia, tukidharau, tukiona si kitu, tusipokipa umuhimu swala la kupeleka hiyo habari kwa watu ya wokovu, tunatenda kosa kubwa, tunatenda dhambi kubwa sana. Hayo ndio tuliojifunza, lakini leo tutaangalia kwa kifupi umuhimu wa kufahamu kwamba tulichotumwa kukihubiri ni Injili, ni kumhubiri Yesu Kristo. Najua tumegusia huko tulikotoka, lakini nataka kufocus hapa kwa maana ya kipekee. Na ni kwa nini nasema, kwa nini nazungumza umuhimu wa kufahamu kwamba tulichotumwa kukihubiri ni Injili? Kwa nini nakazia kwamba ni kumhubiri Yesu Kristo? Ni kwa sababu zifuatazo. Moja, kwanza kabla ya kuangalia sababu hizi, tuone tulichopewa kukihubiri. Maana tunasema ni muhimu kufahamu tulichopewa kukihubiri ni Injili, yaani habari njema za Yesu. Nilikuambia wakati mwingine watu wengi ukiwauliza Injili wanakuambia maana yake zile Injili 4, kwa sababu zinaitwa Injili. Maana yake ni habari njema za Yesu aliye mwana wa Mungu, akafanyika mwanadamu, akawa Mungu kweli na mwanadamu kweli, na kwa njia ya kufanyika mwili akafa kama dhabihu, sadaka ya kutununua kwa ajili ya kila mmoja wetu, akaonja mauti ya roho, na kwa damu yake na kwa jina lake kila amwaminie huondolewa dhambi zake na kuhesabiwa mbele za Mungu kuwa hana hatia. That is the gospel. Hiyo ndio Injili, sio vinginevyo. Niliwaambia watumishi wa Mungu, wachungaji wenzangu, nilipokuwa nafundisha Biblia, maana niliona hitaji lipo kubwa sana kwa wainjilisti. Kuna ujumbe uokoao, sio kila kitu unachosema ni ujumbe uokoao. Kwa sababu naona watu wengine wanafikiri mwinjilisti, kipimo cha mwinjilisti ni kuwa mkali, ni kuhubiri kwa sauti ya kukoroma. Hiyo sio kipimo cha mwinjilisti. Ni mwenye kuhubiri Injili, ndio maana mwinjilisti, mwenye kupeleka Injili. Lakini nimeona watu wengi anaweza akasoma habari za Naaman, akaeleza tu habari za Naaman na jinsi Mungu alivyoponya, basi akaita watu kuokoka. Unaweza kusema lakini wanaokoka mchungaji, walishasikia kabla ya hapo. Habari hiyo peke yake haiwezi kumuokoa. Tuko pamoja? Ni muhimu kama watu wapeleka Injili tuelewe tulichoitiwa kuhubiri. Hebu tusomee Shamimu waraka wa pili wa Korinto sura ya 4 mstari wa 5, na mchungaji Shila tusomee Matendo 8 mstari wa 4 na wa 5. Matendo 8 mstari wa 4 na wa 5. Wakorintho wa pili ngapi? Sura ya 4 mstari wa 5. Nitasoma. Kwa maana atujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu. Hatujihubiri wenyewe, bali Kristo mwenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa nini? Ni Bwana. Ni Bwana. Na nikukumbushe wewe, nenda soma mahubiri yoyote kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume yaliyohubiriwa kuanzia Petro alipoanza kuhubiri sura ya 2 pale, utakuta popote, haijalishi ameanzia wapi, ataishia kusema huyo Yesu Mungu amemfanya kwa Kristo na Bwana, na tafsiri yake ni kwamba ni Mwokozi. Ndio maana andiko linasema kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Kwa nini mtu anaamini na kukiri? Kwa sababu ndio aliyehubiriwa.
Katika muktadha ule iwe Warumi, hiyo ni sura ya 10, anasema basi wamuiteje wasiyefanya nini? Wasimwamini. Na wamuaminije wasiposikia? Maana yake wanasikia akihubiriwa kwamba ni Mwokozi, ni Bwana, ndio maana wana kumwamini, maana yake wanamwekea taraja, wanamwekea egemeo, niseme tumaini kwamba huyu ndiye wa kutuokoa. Na kusikia huko ndiko kunakoleta imani. Imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo, neno linalomhusu Kristo. Nataka tufocus pale, tujue tuliotumwa kuhubiri Injili ndiyo habari za Yesu. Tunamsema Yesu ya kuwa ni Bwana. Somee pale Matendo 8 mstari wa 4 na 5. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Walilihubiri neno, alafu akamhubiri Kristo. Nije kitu kile kile, hakuna kingine walichokuwa nacho. Hatujihubiri wenyewe, hatuhubiri chochote, tunamhubiri Yesu Kristo ya kuwa ni Bwana, ndiye Mwokozi. Alipozaliwa malaika walisema kwa wale wachungaji, na waletea ninyi habari za furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote, alisema. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Muinue Yesu kwa watu, siinue dhehebu. Msifu, mtukuze Yesu Kristo, ndiye Mwokozi, ndio tumepewa kumhubiri. Ndio na kumhubiri hiyo habari inayomhusu yeye, ndio inayoitwa nini? Injili. Tuko pamoja watakatifu? Sasa hiyo injili hiyo sio maneno matupu tu. Hiyo injili imetajwa kwamba ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Mtu akiamini inampa uweza. Unakumbuka alivyosema kwenye Warumi sura ya 1 mstari wa 16, tulisoma jana. Maana siionei haya injili kwa sababu ni nini? Ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Yaani tuna imani nayo. Unajua kama una dawa ambayo unahakika kabisa kwamba inaponya, uko confident, uone tabu kuitangaza. Si ndio? Si ndio kanisa? Unajua mtu akinywa hii atapona. Na sisi tunajua dunia iko kwenye tabu kubwa. Mtu ambaye hajampa Yesu maisha yake anasubiri tu muda maisha yake yaishe, aende wapi? Kuzimu. Ndio ukweli. Tunapomwendea tunamuwahi kabla ya wakati, asikie, aelewe, afanye maamuzi, abadilishe njia kutoka kwenda kuzimu kwenda mbinguni. Hili ni jambo kubwa. Unajua kuna watu wengi hawana ajira au hawakujiajiri pia, hawana kabisa, hawajapata hata namna ya kujiajiri, na wanasema hawana kazi, wamekaa nyumbani. Niwaambieni, wote waliookoka wameajiriwa kwenye hii injili, ni watumishi wa ufalme. Na kwa kadri unavyokosa nafasi kwenye mambo mengine, maana yake unapaswa upate nafasi zaidi huku. Na nakwambia ukiwa mwaminifu kupata nafasi huku kama ipasavyo, na milango mingine itafunguka kabisa, itafunguka. Angalia, Shamimu, tutafutie maandiko yafuatayo. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18. Alafu pia sura hiyo hiyo mstari wa 23 mpaka 24. Sura hiyo hiyo soma mstari wa 14, alafu ruka soma mstari wa 23 na 24. Alafu mchungaji Shira utatusomea Petro wa kwanza 23 mpaka 25. Wakorintho wa kwanza sura ya 8. 18. Wakati sura ya kwanza mstari wa 18, alafu mstari wa 18, alafu mstari wa 23 na 24. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Ndio. Tasoma. Kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Twende kabla hujaruka tuzungumze kidogo hapo. Kwao wanaopotea.
Umeshawahi kuhubiri injili kwa watu wakaona kama unafanya kitu cha kipuzi, kama ujumbe huu hau make sense? Hata mtu mmoja anayefikiri ni msomi ameandika, ametoa clip chake kinachosema jinsi ambavyo yeye ni mwanasheria, kwa hiyo anatumia akili yake ya kisheria kutafsiri Biblia, kwamba yani yeye tumemkosea Mungu alafu yeye aje kufa, alafu kwa kufa yeye wengine kisheria sio sawa. Yani unatumia law zilizotengenezwa kwenye jengo fulani pale, wakasema hiyo ndio kumtafsiri Mungu. Ukitumia, na kuna wanasayansi wengi sana wametumia akili, yani wanafikiri kama haienei hapa basi haipo. Kwao wanaopotea ni upuuzi. Ukimwona unamhubiri mtu alafu anaona ni upuuzi unafanya, muombee, muhurumie, hiyo ni dalili ya kupotea. Lakini kwao wanaookolewa ni nini? Hebu usome tena na mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba maana yake nini? Ni habari kuhusu kufa kwa Yesu msalabani. Tuko pamoja? Kutufia, kuwa mbadala wetu, ndio maana ya neno. Anaposema neno maana yake ujumbe wa msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Mstari wa 23 na 24. Sura ya kwanza. Hiyo. Mstari wa 23 tunasema, bali sisi tunaomhubiri Kristo. Sisi tunamhubiri. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo, na na Wayunani ni upuuzi. Bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Sisi tunamhubiri nani jamani? Kristo. Aliyefanya nini? Aliyesulubiwa. Sio Kristo mwingine. Kristo Yesu aliyesulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka kwa ajili yetu, kwamba kwa dhabihu yake sisi tuondolewe dhambi, kwa damu yake sisi tusafishwe dhambi zetu. Maana Warumi sura ya 3 wanatuambia kwamba tunaokolewa kwa tunahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye njia ya ukombozi, kwa kutufia, kwa kuwa mbadala wetu. Maneno haya ya kukae moyoni na kinywani, ndio imani, ndio injili, ndio habari iokoayo. Na nimetangulia kukuambia, haya sio maneno tu, ni nguvu ya Mungu, ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Wao wauona ni upuzi, ni ujinga, lakini Mungu anasema hiyo ndio hekima ya juu kabisa ya Mungu inayotuokoa. Na maandiko yanasema, maana wanadamu kwa hekima yao, ikiwa hawakuweza kumjua Mungu, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Ndivyo Mungu alivyopenda. Anasemaje Petro? Petro wa kwanza 1 mstari wa 23 na 24 mpaka 25. So mpaka sura 24 mpaka 25. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Hapa Petro anawaandikia waliokwisha kuokoka, waliokwisha kuzaliwa mara ya pili. Anawakumbusha ni kitu gani kiliwazaa mara ya pili. Ni kitu gani kimetuzaa mara ya pili? Niambieni, kitu gani kimetuzaa mara ya pili? Soma mstari wa 23 tena. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu lenye uhai. Kwa lugha nyingine, kwa neno la Mungu lililo hai. Tukilisema kwa lugha, kwa namna mbalimbali unaweza kuelewa. Lidumulo hata milele. Ndio maana ujumbe huu ulihubiriwa miaka ile yote, lakini bado uko hai leo na unafanya kazi, kwa sababu lile neno halikufa na haliwezi kufa. Na in case utafikiri hilo neno la ajabu, ni lile lile lililohubiriwa. Anawaambia na neno hilo ni lile lile jema lililohubiriwa kwenu. Petro alijua alichokihubiri sio mawazo yake, sio fikra zake. Alilihubiri neno la Bwana
neno kuhusu Yesu Kristo, na neno hilo ndio limetuzaa mara ya pili. Yakobo 1:8 tusomesha mimi 1:18, sorry, Yakobo 1:18. Alafu mchungaji Shila tufungulie tena Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Yakobo 1:8 nasema, mtu wa nia mbili husitasita katika 1:18. Mstari wa 18 unasema, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Alituzaa kwa kitu gani? Kinachozaa mara ya pili ni nini? Sio sala ya toba. Nisikilizeni vizuri, nimeshasema ili nitasema tena, maana watu wengi tunaweka imani kwenye sala ya toba. Kinachozaa mara ya pili ni neno. Unasema sasa mchungaji, sala ya toba haina maana? Ina maana, nitakwambia maana yake mahali pake. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4 tusome. Basi ndugu zangu, nawaarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri. Ikiwa mna tarudia mstari wa pili. Na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Hiyo ndio habari ambayo anasema, hiyo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnafanya nini? Mnaokolewa. Na habari yenyewe ametuambia kwamba Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka katika wafu. Ndio msingi wa sisi kuokolewa. Tunasema maandiko mengi tupate ujuzi wa kutosha, na kwangu mimi naona ni sawa hata kuyarudia yatukae mpaka yatuelee sawa sawa. Tuko pamoja? Kusema hivi kuna maana, na huu ujumbe huu ndugu zangu ndio uliotumwa duniani mote. Huu ni ujumbe ambao Mungu aliutuma duniani mote. Anatuambia kwenye Marko sura ya 16 mstari wa 15, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri nini? Injili kwa kila kiumbe. Maneno kila kiumbe haimaanishi kuku, mbuzi, ana maana ya kila mtu. Ni mkazo wa kusema kila mtu. Tuko pamoja? Lakini Matendo 13:26 anasema, ndugu zangu ninyi wa ukoo wa Ibrahimu, kwetu sisi neno la ujumbe huu, neno hili la wokovu huu, anasema neno la wokovu limepelekwa. Kuna neno limepelekwa kwa watu wote, kwa Waisraeli na kwa makabila yote. Anaposema mataifa na maana makabila yote. Kuna ujumbe umetumwa kutoka mbinguni. Nataka kurudia, somesha mimi sura ya kwanza mstari wa 23 wa Kolosai. Kuna ujumbe umetumwa mbinguni, kutoka mbinguni, na tumepewa sisi. Tuliangalia jana, Mungu ametupa sisi neno la nini? Niambieni, neno gani? La upatanisho, ndio injili. Tusomee tafadhali. Wakolosai 1:23. Neno la Mungu linasema, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya misingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Injili iliyohubiriwa kwa viumbe vingapi? Vyote vilivyo chini ya mbingu. Unajua katika karne ya kwanza injili ilihubiriwa kwa dunia yote iliyokuwa inakaliwa na watu wakati ule, na ndio mpango, kila kizazi kinatakiwa kufikia ulimwengu wake wote. Tuko pamoja? Hili ni neno, naomba nirudie tena jamani, naomba nirudie tena, sio ujumbe wetu. Hatukutumwa kwenda kutumia maneno ya akili za kushawishi watu. Hatukutumwa tuchague ni mambo gani ya kusema. Kuna ujumbe uliotoka kwa Mungu,
ukatumwa kwa wanadamu, nao tumekabidhiwa, wewe unao. Tuko pamoja. Hata kama tunaanzia wapi, lazima tuishie hapa. Unakumbuka Yesu alianzia kwenye nipe maji ninywe, hatimaye akaisha yeye ndiye Kristo, maana ndio ujumbe wenyewe. Yes, Petro alianzia kwa hawa hawakulewa, maana ni saa 3 ya asubuhi. Nafikiri unaelewa ninachosema, unajua soma Matendo sura ya 2. Mpaka akaishia kwa kusema neno nalowaambia ni kwamba huyo Yesu Mungu amemfanya kuwa Kristo na Bwana. Popote unapoanzia, alipofika Athene kule, alianzia kwenye mambo ya ibada yao. Akamwambia, wanaume, najua natambua kwamba katika mambo yote ninyi ni watu wenye kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa napita huko na huko katika mambo ya ibada yenu, niliona madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari za huyo Mungu mnayemwabudu bila kumjua. Akaanza kueleza na mwisho akaishia kwamba Mungu amemweka kuwa mhukumu wa watu wote na amewathibitishia watu wote mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Lazima uzungumze habari za kifo cha Yesu na kufufuka kwake, ndio msingi wa kuokoka. Tuko pamoja? Nimalize na hili. Kwa sababu hiyo, kwa sababu haya tuliyosema, sala ya toba pamoja na kwamba ni muhimu sana, bila neno, bila mtu kulisikia na kulielewa neno, yenyewe haiokoi. Narudia, sala ya toba yenyewe haifanyi nini? Sema kwa kinywa chako, haiokoi. Tunalo hili tatizo, watu wengi sana wa Mungu kila saa wanakimbilia ni kuongoza sala ya toba. Unaenda hospitali unamkuta mtu amelala pale, yuko katika hali mbaya, unamwambia pole sana, ni kuongoza sala ya toba. Sala ya toba haiokoi. Unachotakiwa kumpa ni neno la Mungu, mpaka ile neno lifike mahali atiwe nuru, yani aangazwe na neno, ajue yeye ni mwenye dhambi, ajue ya kwamba kwa dhambi zake anastahili mauti, ni mtu wa kwenda kuzimu asipofanya uamuzi wa halali. Afike mahali aseme, hata kama hakusema kwa kinywa, lakini akili na moyo wake viseme, tutendeje ndugu zetu. Ndivyo akina Petro walivyokuwa wanahubiri. Waliwafikisha watu mahali wakasema, tutendeje ndugu zetu. Sasa kwa lugha nyingine mmeshatuonyesha kwamba Yesu ndio njia ya kwenda mbinguni, kwa hiyo tufanyeje sasa? Hapo ndipo swala ya toba ina maana. Na ndio maana tunasema kuna watu wameokoka bila kuombewa swala ya toba. Mimi mmoja wao, nilijiombea mwenyewe. Aya, nikuulize bwana Sam, mchungaji, lakini that is extreme. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Petro aliwaongoza sala ya toba wale watu? Hapana. Alipokuwa anasema, tena alifikiri bado hawajaelewa vya kutosha, kumbe wameshaelewa na wameshaamini. Roho Mtakatifu akainterrupt, wakajazwa, wakanena kwa lugha. Walikuwa wameombewa sala ya toba. Aya, yule Filipo na yule Mkushi, yule towashi Mkushi, sura ya 8 ya Matendo ya Mitume, aliombewa sala ya toba na Filipo? Walikuwa tu anakwenda anaendelea kumweleza, wakafika mahali penye maji, akasema, tazama maji haya, nini kinanizuia nisiokoke, nisibatizwe? Filipo alikuwa ajui kama ameshaamini tayari. Akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akasema, naamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Akashuka kwenye gari akambatiza, tayari ameokoka hivyo. Let's be scriptural. Tujifunze kuwa watu wa kimaandiko, wa kibiblia. So maana hii sala ya toba imekuwa dini tena, imekuwa mazoea. Sema Bwana Yesu naja kwako, na wengine wamekariri, wanafikiri usiposema futa jina langu kwenye kitabu cha uzima hatafutwa. Si kwamba ni vibaya kusema, lakini usifanye hiyo ndio desturi. Jamani, kinachookoa, tunaokoka kwa imani. Akishaamini kwa moyo, akamuungama Yesu kwa kinywa, yani kama unamhubiri mtu Yesu leo, alafu akasema, basi mimi nampokea huyo, hivi hivi akiwa anakutazama, mimi nampokea huyo Yesu na namuungama kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, inatosha. I'm telling you, ameokoka. Amefanya nini? Ameokoka. Kwa hiyo usikimbilie kuwaambia watu ni kuongoza sala ya toba. Na niwaambie, moja ya vitu ambavyo nimevifanyia utafiti wa kina na ni sehemu ya dissertation yangu ni pamoja na hiki kipande. Kuna watu wengi wanakuja mbele kwenye mikutano ya Injili, wanasali sala ya toba, sio wote wanaozaliwa, wengine huwa hawazaliwi kabisa mara ya pili.
wanarudi kama walivyokuja. Ndio maana tunashangaa mbona walikuwa wengi wamebaki wachache. Hiyo ni moja ya sababu, sio sababu pekee, lakini ni moja ya sababu. Hawakuokoka. Moja, kwa sababu hawajasikia vya kutosha, au wamesikia ujumbe ambao sio wenyewe. Ni washtue leo niwaambie, sio kila ujumbe unaohubiriwa kwenye majukwaa ya injili ni injili. Sio. Yaani lazima ufahamu, upelekwe mahali pa kujua ametenda dhambi. Sawa. Anastahili mauti. Sawa. Hata kama kusema kwa maneno hayo, lakini njia ya kutoka huko ni Yesu Kristo na dhabihu yake. Hiyo lazima afahamu. Ndio injili. Angalia Paulo anatumia maneno haya, anasema maneno hayo niliyowaambia ndio mlioyapokea. Kwa hiyo walichopokea ni maneno, so hisia tu. Narudia, tumekosea kufikiri kuwa mwinjilisti ni kukoroma na kuwa mkali. No. Angalia, unajua mfano wa kibiblia wa mwinjilisti ni nani? Filipo ndio biblical example wa mwinjilisti. Lakini angalia, expound, alifunua maneno, watu wakaelewa. Tuko pamoja? Yule towashi maandiko anasema alimkuta anasoma fungu la nabii Isaya. Aliongozwa machinjoni kama mwana kondoo, alafu akasema nafukusi niambie huyu anena habari zake mwenyewe au za mtu mwingine. Maandiko anasema akianzie kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Kristo Yesu. Na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaona kwamba watu walikaa na watu wakiyafunua maandiko na kuyathibitisha kwamba huyu Yesu ni nani? Ni Kristo. Soma habari za akina Apolo, akina Priska na Akila, akina Paulo. Wengine walitumia sabato kadhaa, yani majuma matatu, kufunua maandiko mpaka watu wajue vizuri kwamba huyu ndiye Kristo. Watu wasipoelewa sawasawa, uamuzi wao hautadumu. Nisikilize, huwezi kufanya uamuzi mzito kama huu unaopingwa kiasi hiki bila maelezo ya kutosha. Na ndio maana watu wengine tunahitaji kuwashuhudia mara moja, mara mbili, mara 50. Wengine wanasikia kwa mara nyingi sana ndio wanakuja kuokoka. Kwa hiyo ukimhubiri mtu alafu ukaona hakukata shauri, usikate tamaa. Ndio maana tuna watu wa kuwaambia mara moja tunawaacha. Mungu atakutana na wao huko, mtu mwingine atawaambia. Kuna watu tunawaamulia kabisa. Na katika wiki hii tutafanya maazimio. Naanze kukuambia toka sasa, kila mtu atafute watu wake ambao atasema nao taratibu habari za Yesu, tena na tena na tena, hatua kwa hatua. Tumalize na maandiko haya. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 6. Somesha mimi pale. Fungu la pili hatutalisoma, tutalielezea kwa sababu muda wetu umeisha. Sura ya 3 mstari wa 6 wa Korintho. Mstari wa 6 unasema, mimi nalipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Anazungumza habari za Wakorintho waliookoka, sio? Anawaambia mimi nalipanda. Alipanda nini? Neno. Apolo akatia maji. Kwa lugha nyingine, na yeye akaja akawasema nao pia. Yaani Paulo anasema mara ya kwanza hawakuokoka. Apolo anakuja anahubiri tena, kwa kuwa ni mara ya pili, inaitwa kutia nini? Maji. Mbegu ile ile waliosikia, Mungu akakuza. Ndio maana tunaitwa watendakazi pamoja na Mungu. Mungu ndiye mwenye kuwaangaza. Roho Mtakatifu ndio mwenye kuwatia nuru. Sisi tunapeleka injili. Roho anasema na mioyo yao. Na akiwafikia wakati wa nuru wakaelewa, wanaamua maamuzi ambayo huwezi kurudisha nyuma. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndugu zangu, ile Mathayo 13 mstari wa 3 mpaka 23, nenda kasome baadaye. Unakutana na mfano wa mpanzi pale. Na mmoja wao ni yule ambaye anasema alipandwa kwenye njia. Na Yesu alipokuwa anafafanua alisema, kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo, kuja yule mwovu akalinyakua lilopandwa moyoni mwake. Ikiwa watu wamekuja kwenye mkutano alafu na ulizo mhubiri alihubiri nini, hawajui chochote, wasikudanganywe wameokoka. Hawaelewi. Wengine kama nilivyowaambia wakati mwingine, ni watu waungwana tu. Wanaona kwamba nikiitwa mbele inapasa nifanye nini? Niende.
Sasa wewe mtu amesimama pale jukwani amerukaruka jasho limemtoka, alafu anasema wanaokubali wanyooshe mkono. Mwingine anaona jamani, nitanyamazaje sasa, itakuwa sio vizuri, lakini hajaelewa. Njoo mbele, sasa mimi nitakataaje, mimi naenda bwana, lakini haelewi anachofanya. Sio wote wanaoelewa ndugu zangu. Na kwa msingi huo huo mwingine anaomba ni kuongoza sala ya toba, tena yuko hospitali, unafikiri atakwambiaje? Ni kuongoza sala, atasema hapana. Toba wamezoea kufanya kwenye madhehebu yao, wale ambao walikuwa Wakristo wa majina kama mimi kwenye madhehebu ya Kikristo. Mnafahamu moja ya sehemu ya ibada ni ungamo. Kuna ungamo aina mbili. Kuna ungamo la imani, ile tunasemaga namwamini Mungu Baba muumba wa mbingu yote, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa mwanamwali Maria, akateswa siku za Ponto Pilato, siku ya tatu akafufuka katika wafu. Yaani mambo hayo ni ya kukariri. Unajua nimeyasema miaka 40 na ngapi iliyopita, lakini bado yako kichwani, kwa sababu ni mambo ya kufanya nini? Ya kukariri. Lakini pia kuna ungamo la dhambi. Mimi nimekuwa mwenye kukosa, mwingine anapiga na kifua kabisa, nimetenda dhambi, nimetenda dhambi. Na sala ile ni ya unyenyekevu. Ukisikiliza kweli utasema huyu mtu jamani katubu huyu. Lakini wanaokokaga? Maana yake sala haiokoi. Sasa sala ni nini? Ni namna ya kuexpress imani yako. Kama imani haipo, hiyo sala pia ni tupu. Unanielewa? Na wapaga mfano huu, ngoja nirudie tena. Unaenda dukani kununua kwa mfano kilo moja ya mchele. Si lazima useme unataka nini. Si lazima useme naomba mchele kilo moja. Lakini wakati kinywa kinasema naomba mchele kilo moja, mkono umefanya nini? Umenyooshwa kupeleka hela. Nguvu inayonunua mchele ni maneno au ni hela? Exactly. Na sala ya toba kama hakuna imani ni sawa sawa na kwenda dukani na kusema nipe hilo gari hapo. Watakupa? Hamna chochote. Nguvu ya kununua iko kwenye pesa. Narudia, nguvu ya kuokoa ni imani. Imani ambayo inatokana na kusikia neno la Injili la Kristo. Kama hiyo imani haipo, haokoki. Kwa hiyo wapendwa wangu, mnaposhuhudia watu hospitali au mahali pengine, unamwambia nikuongoze sala ya toba, unamkosesha. Badala yake mwambie nikuambie habari njema. Tena wagonjwa niwaambieni mahali palipo sana kuanzia. Maana unaanzia kwenye uponyaji wake, unaishia kwenye msamaha wa dhambi. Si ndio? Maana andiko linasema akusamehe dhambi zako zote, akuponya magonjwa yote yako yote. Si ndio? Ni mahali pazo mpe neno. Alafu badala ya kumuuliza ni kuongoza sala ya toba, mueleze umeelewa? Unasemaje? Mwingine hana jibu au bado naendelea kufikiria. Usimsukumie kwenye sala ya toba. Unapomwombea sala ya toba, ridhika kwamba ameelewa anafanya kitu gani. Tuko pamoja? Tusimame. Haleluya. Hebu tuombe.